Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu. Leo tena nimekuletea taarifa yenye utata mkubwa, ambapo ni viongozi waandamizi wa Chadema ambao wanaweza kujikuta kwenye wakati mgumu baada ya taarifa zinazodai kuwa wamefunguliwa kesi nyingine ya jinai Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, wakidaiwa kukiuka amri ya mahakama iliyotolewa Juni 10 mwaka 2025. Hapa tutazungumzia kwa kina undani, tuchambue muktadha wa kesi nyingi. Kesi hii ya msingi, amri ya zuio iliyotolewa Juni mwaka 2025, kesi iliyotupiliwa mbali Oktoba au Novemba mwaka 2025, na taarifa za kesi mpya inayodaiwa kufunguliwa. Taarifa kutoka Jambo TV na kutoka vyanzo vingine vya kuaminika inasema viongozi waandamizi wa Chadema wamefunguliwa kesi mpya ya jinai Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam, wakidaiwa kukiuka amri ya mahakama iliyotolewa Juni 10 mwaka 2025. Amri hiyo ilitokana na maamuzi katika maombi namba 8960 ya mwaka 2025 ambayo yalitokana na kesi ya madai namba 8323 ya mwaka 2025. Kesi ya msingi ilifunguliwa na Said Issa Mohamed aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema wali Zanzibar, ambapo pia alikuwa pamoja na Maulida Anakomu pamoja na Ahmed Rashidi Hamisi dhidi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika. Wanadai mgawanyo usio sawa wa mali za chama kati ya bara na Zanzibar, na wanaomba mahakama iagize urekebishaji au mgawanyo. Juni 10 mwaka 2025, Jaji Hamidu Mwanga alitoa amri ya zuio ambayo ni injunction kusimamisha shughuli zote za kisiasa na kiutendaji za Chadema na kutumia rasilimali za chama hadi kesi itakapoisha. Amri hii ilikuwa temporary ili kuzuia uharibifu wa mali wakati kesi inaendelea. Taarifa inasema kesi mpya ya jinai inafunguliwa na walalamikaji wa kesi za msingi Said Issa na wenzake, wakidai vigogo wa Chadema walidharau mahakama kwa kukiuka amri hiyo. Wanaodaiwa ni pamoja na John Wegesa Heche, makamu mwenyekiti Tanzania Bara; Amani Gorugwa, naibu katibu mkuu Tanzania Bara; Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu; John Pambalu, mkurugenzi wa organization; Boniface Jacobo ambaye ni mwenyekiti kanda ya Pwani na mjumbe wa kamati kuu; Pamela Maasai, katibu mkuu Bawacha; Hamadi Musa Yusuf, mkuu wa idara ya habari na uenezi Zanzibar; Jelfa Sirienda, mkuu wa idara ya habari; John Mnyika, katibu mkuu na bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema. Endapo watakutwa na hatia, wanaweza kukabili adhabu ya kifungo cha hadi miezi 6 gerezani. Hii si kesi ya kwanza ya aina hii. Kesi ya kwanza ilifunguliwa Oktoba 3 mwaka 2025 na walalamikaji hao ambao ni Said Issa na wenzake dhidi ya vigogo wa Chadema kama John Heche, John Mnyika, Rose Mayemba, Brenda Rupia, Hilda Newton, Twaha Mwaipaya, Gelfa Silienda na bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu. Walidai kukiuka amri ya Juni mwaka 2025. Mahakama chini ya Jaji Awamu Mbagwa ilitupilia mbali maombi hayo Novemba 28 mwaka 2025 kwa sababu yaliletwa nje ya muda uliowekwa na sheria ambao ni siku 60. Maombi yaliletwa takriban siku 106 baada ya madai ya ukiukwaji, hivyo yalikatwa kwa msingi wa muda. Kesi mpya inayodaiwa kufunguliwa inaweza kuwa chini ya hati ya dharura au taratibu mwingine, na hii inaweza kuwa na maelezo tofauti ya muda au sababu. Hii inaonyesha mvutano unaoendelea katika kesi ya msingi ambayo inaendelea mbele ya Jaji Hamidu Mwanga. Na hata sasa hivi karibuni, kesi ya msingi inahusisha na maombi ya Lissu ya kujumuishwa yaliyosikilizwa Machi 6 na uamuzi uliahirishwa hadi Machi 26. Na amri ya zuio ya Juni mwaka 2025 bado inatumika. Ikiwa kesi mpya ya jinai itakubaliwa, inaweza kuwa na athari kubwa kwa uongozi wa Chadema, hasa wakati chama kinakabiliwa na migogoro ya ndani pamoja na shutuma za kisiasa. Kesi hii ilianza mwaka 2025 na inahusiana na madai ya uzuiaji wa mali za chama kutoka Zanzibar. Amri ya Juni mwaka 2025 ilisimamisha shughuli za chama na hivyo kuathiri kampeni za uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 ambapo Chadema ilisusia.
Kesi hii inaungana na maombi ya Lissu ya Novemba mwaka 2025 ya kujumuishwa ambayo yamesikilizwa Machi 6 na uamuzi umeahirishwa hadi Machi 26. Kesi ya jinai ilitupiliwa mbali Novemba mwaka 2025, ilikuwa ya kwanza, na kesi mpya inaweza kuwa jaribio la pili la kuwashtaki viongozi kwa contempt of court, yani kudharau mahakama. Adhabu ya miezi 6 inaweza kuwa na athari kubwa kwa uongozi wa chama, hasa wakati Lissu yuko gerezani kwa uhaini na migogoro ya ndani inayoendelea. Ripoti za LHRC na vyombo vya habari zinaonyesha kuwa kesi za aina hii zimekuwa zikitumika katika migogoro ya vyama vya kisiasa nchini Tanzania, na mara nyingi zinahusiana na shutuma za kisiasa. Taarifa hii inaonyesha mvutano mkubwa ndani ya chama cha Chadema na kati ya wanachama pamoja na mahakama. Kesi ya msingi inahusu mgawanyo mali, lakini imekuwa chanzo cha migogoro mikubwa. Injunction ya Juni mwaka 2025 ilidhoofisha chama wakati wa uchaguzi, na sasa kesi za jinai zimedai contempt zinaweza kuwa silaha ya kuwakandamiza viongozi. Kesi iliyotupiliwa mbali Novemba mwaka 2025 ilikatwa kwa msingi wa muda. Hii inaonyesha sheria inafuatwa, lakini kesi mpya inaweza kuwa na msingi mwingine kama hati ya dharura. Ikiwa itakubaliwa, inaweza kuwa na athari kubwa. Adhabu ya miezi 6 kwa viongozi wakuu inaweza kudhoofisha uongozi wa chama na kuongeza shutuma za ukandamizaji wa kisiasa. Tanzania inahitaji uwazi na uhuru wa mahakama ili kutatua migogoro hii bila kutumia kesi za jinai kama silaha za kisiasa. Chadema inakabiliwa na migogoro ya ndani kwa bara pamoja na Zanzibar na ya nje ya kiserikali, na kesi kama hizi zinaweza kuwa athari kubwa kwa demokrasia. Wasikilizaji, hii ni taarifa inayohitaji kufuatiliwa kwa makini, ambapo ni kesi mpya ya jinai dhidi ya vigogo wa Chadema inaweza kuwa hatua nyingine katika mgogoro unaoendelea. Endelea kuwa nami, nitakujuza kadri taarifa zinavyotufikia kuhusiana na kesi hii, na wewe unaweza kutoa maoni yako, unaonaje uamuzi huo?